Ndoto ya muda mrefu ya Ukraine kujiunga na jumuiya ya NATO haitatajwa katika tamko rasmi la mkutano wa kilele cha jumuiya hiyo unaotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu. Kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg, uamuzi huo unaonyesha tahadhari inayoongezeka miongoni mwa wanachama wa NATO, hasa kutokana na mvutano kati ya Marekani na mataifa ya Ulaya. Urusi imekuwa ikitazama wanachama wa Ukraine katika NATO kama tishio kubwa kwa usalama wake wa kitaifa. Rasimu ya ukurasa mmoja wa tamko la mkutano huo ambayo imeonekana kwa Bloomberg inajikita tu kwenye malengo ya matumizi ya ulinzi. Mkutano wenyewe pia umepangwa kuwa mfupi, kikao kimoja cha kazi cha chakula cha jioni na mfalme wa Uholanzi ili kuepusha mvutano wa hadharani, hasa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wengine wa NATO. Tofauti na mwaka jana ambapo NATO iliahidi msaada wa kijeshi wa dola bilioni 45 kwa Ukraine, mwaka huu hakutakuwa na upaisho wa ahadi hiyo. Badala yake, wanachama wanatarajiwa kuahidi kutumia angalau 3.5% ya pato lao la taifa, yani GDP, kwa ulinzi ifikapo mwaka 2032, pamoja na 1.5% zaidi kwa ajili ya ulinzi wa miundombinu na maandalizi ya kiraia. Kwa mujibu wa Bloomberg, NATO inafikiria kuruhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine kuhesabiwa kama sehemu ya malengo hayo ya matumizi. Katibu mkuu mpya wa NATO, Mark Rutte, anataka mkutano huo uonekane kama ni ushindi wa kidiplomasia kwa Rais Trump, ambaye amekuwa akikosoa wanachama kwa kutotimiza wajibu wa matumizi ya ulinzi. Mwezi huu shirika la AFP liliripoti kuwa viongozi wa NATO wamekubaliana kuepuka kujadili wanachama wa Ukraine ili kupunguza mvutano wa kisiasa. Urusi imesisitiza kuwa kujiunga kwa Ukraine na NATO ni kuvuka mstari mwekundu na inataka taifa hilo libaki na msimamo na kutokuwa na upande wowote. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi naitwa Joseph Mwana wa Isangura.